Amen. Asifiwe Yesu Mwokozi. Haleluya. Mwathani agoshwo. Mwathani agoshwo rigi. Nimukenete. Na ninde mukenu. Jina langu ni Fiona Ngina. Na ninasimama hapa kama shuhuda hai ya kwamba Yesu anaokoa. Amen. Na shiriki katika kanisa la PCA Kariobangi South. Niko hapa kwa mwaliko wa mchungaji Miriam. And in her absence na shukuru na pia na shukuru Mungu kwa fursa hii. Siku ya leo tagawana neno kutoka kitabu cha Wakolosai 2. Na tutafuata mada ambayo nimeona ni mada ya kanisa mwaka huu, rooted and built up in Christ. Kuwa na mizizi imara na kujengwa, na sio kujengwa tu, bali kujengwa ndani ya Kristo. Amen. Katika waraka wa Wakolosai, kwa Wakolosai, hii ni barua ya mtume Paulo. Alipokuwa amefungwa na Warumi, alikuwa in Roman custody, Roman prison. Na alikuwa anamwagiza mwandishi wake Timotheo kuandika hili barua kwa kanisa lililokuwa upande wa Kolosai, na ni kanisa ambalo Paulo alikuwa hajawahi kulitembelea. Wakati huu ambapo Paulo amefungwa, kuna mtu ambaye alikuwa anajulikana kama Epaphras, alikuwa ameenda kumtembelea Paulo kule gerezani. Epaphras alikuwa ameokolewa wakati Paulo alikuwa kule Ephesus. Kisha baada ya kuokolewa akarudi nyumbani kwao kule Kolosai na akapanda makanisa. Wakati huu ambapo anamtembelea Paulo akiwa kule kizizini, alileta habari kwa Paulo na alikuwa na habari mara mbili. Jambo la kwanza aliloambia Paulo ilikuwa kuhusu upendo wa Wakolosai katika roho. Na pia alileta wasiwasi ya kwamba kule Kolosai kulikuwa na walimu wa uongo, false teachers, ambao walikuwa wakisema Yesu hatoshi. Ni sawa kuwa na Yesu lakini unahitaji kitu kingine. Kwa hivyo unahitaji maono, sheria, malaika na ile kitu tumezoea kusikia ambayo ni kupanda mbegu. Okay? Na Paulo anajibu wasiwasi huu wa Epaphras kwa kufanya mambo mawili. La kwanza anaomba. Na la pili anaandika barua hii. Na anapoandika barua hii anawahimiza Wakolosai kwa mambo matatu. La kwanza ni kuwekwa mizizi na kujengwa. Kuwekwa mizizi na kujengwa. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Yohana wa kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa 14, ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na hili neno ndilo linashuhudiwa kama Paulo anavyofanya kwa Wakolosai. Anashuhudia neno hili la Kristo kwa Wakolosai katika barua yake hii. Kuwekwa mizizi na kujengwa ndani ya Kristo kunahusu jinsi sisi tunavyoitikia neno la Mungu tulilofundishwa na tulilopokea kama alivyofanya Epaphras. Hali ya moyo wako, the state of your heart, ndio inaamua jinsi unavyoitikia neno hili la Mungu. Amen. Hali ya moyo wako. Tunapofikiria kuhusu mizizi, mimi ninapofikiria kuhusu mizizi nafikiria kuhusu mti mkubwa wenye matunda na unaoweza kustahimili mvua kubwa na maji
vitu vyovyote ambavyo vinajaribu kung'oa mti huo katika misimu tofauti. Tunajua ya kwamba mti huanza kama mbegu. Ili uwe mti, ile mbegu lazima ianguke ama ipandwe katika udongo mzuri. Inapopandwa, hapo huwa inakunywa maji, mizizi inashika, chipukizi shoots inapanda ikielekea kwa mwanga, kisha shina inaimarika, the trunk, nayo mizizi, the roots, huenea na hatimaye huzaa matunda. Kwa Yesu, mbegu ni neno la Mungu na moyo wako ni udongo. Kwa Yesu, hapa kwetu kidogo mambo ya mbegu imekuwa very corrupted. Ile kitu tunaambiwa ambayo ni seeds, plant a seed, sio hiko hapa. Kwa Yesu, mbegu ni neno la Mungu na moyo wako ni udongo. Ngoro yaku ni tĩĩri. That is the right thing. Sindio, si ni tĩĩri? Ni tĩĩri. Kuwekwa mizizi ndani ya Kristo ni neno lake likishika mizizi ndani yako. Neno likijaa maisha yako unakuwa kuelekea mambo ya Mungu. Amen. Neno likikaa ndani yako, wewe unakaa ndani ya Kristo. Sio mambo mawili tofauti. When the word is rooted in you, you are rooted in the word. You are rooted in Christ. Sababu tumesema neno ni Mungu. Kweli? Ni kazi moja na huanza na moyo wako. Kwa hivyo kukita mizizi, rootedness, ni nini kinachotokea wakati ambapo neno linapata mahali pa kukaa. Neno likihubiriwa, unaposoma Biblia yako, unapotoa ushuhuda wako, jambo ambalo unafaa kuwa unajiuliza ni, je, moyo wangu ni udongo wa aina gani sasa hivi? Kama sasa wakati tumeketi hapa, tunafaa kuwa tunajiuliza, kila mmoja anajiuliza, right here, right now, moyo wangu ni udongo wa aina gani? Tuliposoma katika Mathayo, na kwamba kulikuwa na udongo tofauti. Je, moyo wangu unafanana na njia? Si kuna ile mbegu ambayo ilirushwa ikaanguka pale kwenye njia? Kuna wimbo ambao sijui, najua tu the first part, nasema muhuri wa beo ahuririe beo. That one, huo wimbo. Zile mbegu zilianguka mahali tofauti. Tunafaa kuwa tunajiuliza, je, moyo wangu unafanana na njia? Umefungamana, ukawa mgumu, ukakuwa mtu ambaye unakasirika upesi. Neno, ikiwa ni hivyo, neno linaruka rahisi. Inaashiria kwamba mimi ni mtu ambaye nasikia habari ya ufalme wa Mungu, sielewi. Na yule muovu anakuja anaiba neno hili ambalo limepandwa. Pia je, moyo wangu umefanana na udongo wenye mawe, the seed that fell on rocky ground? Nina furaha ya juu isiyo na kina, hivyo basi neno linachipua na kunyauka haraka. Nalisikia neno nafurahia, kama saa hii labda unafurahia, lakini hauna ule undani. Shida ikitokea narudi nyuma mara moja. Je, moyo wangu unafanana na udongo wenye miba? Nimejaa shughuli za maisha, hata neno linasongwa, nalisikia neno, lakini wasiwasi wa maisha na udanganyifu wa mali unalisonga neno, lile neno haliwezi kukaa. Au je, moyo wangu ni udongo mzuri?
Je, moyo wangu umevunjika? Ni moyo mnyenyekevu? Ni moyo mtiifu? Hivi basi mahali ambapo neno linaweza kushika mizizi, nalisikia neno, nalielewa, naanza kuzaa matunda. Moyo wangu ni moyo wa aina gani? Yesu alisema ya kwamba mtawatambua kwa matunda yao. You will know them by their fruits. Mizizi ni kazi ya siri. Mizizi iko chini, huwa haionekani, lakini matunda yako nje, huwa tunayaona. Tutigiona merino netuona yake matunda. Haya matunda tunapoyaangalia yanasema kweli kuhusu nini kilichotokea huko chini. Je, ni udongo mzuri, mizizi mirefu na matunda yenye afya, au ni udongo mbaya, mizizi mifupi na hakuna matunda? Ukimwangalia mwenzako, unajua hauwezi ukafungua kifua chake ili uone moyo wake ni wa aina gani. Lakini kwa kutazama maisha yake, you watch their life, unaweza kujua yeye ni mtu udongo wa aina gani. Na tunajua kwa kutazama na kusikiza. Unajua vile unawaongelesha watu, vile unaongelesha wafanyikazi pale nyumbani, conductor, waiter, na pia wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni mtu ambaye ana manunguniko wakati shida zinakuja, ama una moyo wa shukrani? Manake neno la Mungu linasema ya kwamba tunafaa kuwa watu wa shukrani kila wakati. Kila wakati, give thanks in all circumstances. Na ndio maana Paulo hawaambii Wakolosai wajitahidi waonekane na matunda, la. Anawaambia bakini na mizizi ili uzima wa Kristo uendelee kuzaa matunda yake. Amen. Katika Wakolosai wa kwanza tunaona ushahidi wa udongo mzuri. Paulo anaambia Wakolosai ya kwamba tulisikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa wakati wote, kwa sababu ya tumaini mliowekewa mbinguni. Mlisikia habari hii kabla katika neno la kweli, yani Injili. Tulisema ya kwamba Epaphras ndiye aliyekuwa ameanzisha kanisa kule kwa Wakolosai. Epaphras aliwaletea mbegu safi, mbegu ambayo haikuwa imechanganywa, na mioyo yao iliipokea. Ndio maana imani yao ilikuwa hai na upendo wao ulionekana. Neno lilikuwa na mizizi. Lakini iwapo mioyo yao ingekuwa kama njia, neno lingeteleza. Kama ingekuwa mawe, neno lingechipua na kukauka haraka. Kama ingekuwa ni miiba, biashara na hadhi zingelisonga lile neno. Kama udongo huu ungekuwa ni udongo mbaya, walimu wa uongo ambao walikuwa wanasema kwamba Yesu hatoshi, wangepanda magugu kwa urahisi. Na hata wa leo, kama moyo wako haujakita mizizi vizuri, kama moyo wako sio udongo ambao ni mzuri, magugu yanaweza kupandwa ndani ya moyo wako rahisi sana. Iwapo hausomi neno la Mungu na kulielewa na kulishika na kulipenda, walimu wa uongo, na tulisema ya kwamba false teachers, unajua mambo ambayo huwa wanasema it is very sweet. Si ni kweli? It is very sweet, ni kitu ambayo kinakuvutia. Iwapo moyo wako si udongo mzuri, ni rahisi sana mafundisho mengi potovu kupata mahali kwenye moyo wako. Hali ya moyo wako itaamua kama utasimama ama utaanguka wakati wazushi watakutega. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninapofikiria kuhusu kujengwa, nafikiria jengo linaloinuka kutoka kwenye msingi wake kama kanisa hili.
tofauti na mizizi, tumesema ya kwamba mizizi huwa haionekani, lakini jengo tunaliona. Uhai wa mti uko kwenye mizizi, lakini udhabiti wa jengo, the durability of a building, uko katika msingi wake, foundation yake. Na haijalishi jengo lina metameta vipi, sehemu muhimu zaidi ni ile iliyo chini ya ardhi. It is the foundation. Huenda jengo linakaa vizuri sana, lakini if the foundation is not strong, jengo hilo sio dhabiti. Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 24 hadi 27, neno la Mungu linatueleza kuhusu wajenzi wawili. Mmoja alijenga juu ya mwamba na mwingine akajenga kwenye sand. Mvua ikakuja na ikapiga hizi jengo zote mbili. Jengo moja lilianguka, lakini lile jengo lingine lilibaki limesimama imara. Katika maisha haya utapatana na tabu nyingi sana. Yesu alituambia, in this world you will have many problems. Mvua itashuka, mito itafurika, pepo zitavuma na zitapiga dhidi ya nyumba ambayo ni wewe. Swali ni je, utabaki kama umesimama ama utaanguka? Mwamba ni neno safi la Mungu, ni injili ya kweli, the true gospel. Mwamba ni Kristo mwenyewe. The rock is Christ himself. Nao mchanga ni mafundisho potovu yanayokuambia kwamba Yesu hatoshi, ya kwamba lazima uongezee kitu, panda mbegu, fanya hivi, enda kwa kina nani, Mwamba si mafundisho unayoyakubali tu, ni neno ambalo wewe mwenyewe umeamua kuishi. Mjenzi mpumbavu, the foolish builder, ambaye tunasoma kwa Biblia, hakuwa mtu ambaye hamuamini Mungu. Alikuwa mtu ambaye anasikia neno lakini hatendi kulingana na vile neno linamwambia. Wakolosai hawakuwa hatarini kwa sababu hawakusikia kweli. Lakini iwapo wangekubali mafundisho haya potovu, wangekuwa kwenye hatari. Manake ingekuwa ni kama kuacha kujenga juu ya mwamba na kujenga juu ya mchanga. Tena nirudie kwa kusema, mwamba ni Kristo Yesu, na mchanga ni sauti nyingine yoyote ambayo wewe mwenyewe unatii, ikiwemo uzushi. Sauti yote inakwambia ya kwamba lazima uongezee kitu juu ya Yesu. Panda mbegu, fanya nini, mambo mengi ambayo tunasikia hata wa leo. Si tunasikia kila mahali. Na kama Wakristo, tunajengwa katika discipleship, wanafunzi. Katika ibada ya kwanza tulisema ya kwamba discipleship sio hii new believers class ambayo huwa unaenda. Hapo ni mwanzo tu, mahali ambapo tunapewa maziwa, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba lazima ukue uweze kula nyama. Mtoto haishi kuwa mtoto kila wakati. Si ni kweli? Kuna mahali ambapo anafika anaanza kula chakula. Hata wewe kama Mkristo hautakunywa maziwa kila wakati. Kama unakunywa maziwa 20 years down the line, kuna shida. Lazima uanze kula chakula. Being a disciple of Jesus ni believing in Jesus, following Jesus, and committing to the ways, works and words of Jesus. Na discipleship si jambo la ukiamua kuwa mwanafunzi wa Mungu, kuwa a disciple of Jesus. Hakuna wakati ambapo itafika uamue ninaachia hapa. Sasa niko sawa, ninaachia hapa. Hapana. Tunamfuata
Yesu maisha yetu yote. Being a disciple of Jesus, discipleship in itself inaisha wakati ambapo nafsi inaonja mauti, wakati ambapo unalala kwa kifo. You follow Jesus all through. Na one of the places ambapo tunapata discipleship ni pale kwenye district zetu. A district is a discipleship hub. Hiyo fellowship ambayo unaenda, Women's Guild kwa kikundi chenu, district, PCMF kwa kikundi chenu, youth kwa kikundi chenu, that is a discipleship hub. Mahali ambapo tunatiana nguvu. We remind each other about Christ. Tunakumbushana sisi ni kina nani. We are in the world, but we are not of the world. Manake wakati mwingine tunasahau. Wakati mwingine maisha yanatusonga sana, tunasahau. Na tunahitaji kukumbushwa na kutiwa nguvu. Tunafundishwa ndani ya jumuiya ya waumini. Na hapo tunakuwa tunajengana. Sisi ni kama kuta ambazo tumeegemeana. Tunahimizana kuelekea upendo na matendo mema. Tunajifunza Kristo katika ushirika. Tunamtii Kristo katika ushirika. Na baada ya miaka mingi, hili jengo linainuka. We edify one another. Unanijenga, hiyo ni brick moja, na kujenga, hiyo ni brick ingine, jengo linainuka. Amen? Kwa sababu kila safu ya matofali imepangwa sawa na lile jiwe kuu la pembeni, the cornerstone. Tunajenga with focus on the cornerstone. Paulo anawaambia Wakolosai, neno hili la kweli ambalo mmesikia, neno hili linalowafanya mzae matunda na kuongezeka, neno hili ambalo kwa hilo mlifahamu, ambalo linafanya mfahamu ni Mungu. Neno hili ambalo linatufanya sisi kumshukuru Mungu kwa ajili ya imani yenu na upendo wenu. Neno hili ndilo msingi wa kweli. Na msingi huu si kanuni, ni mtu. The foundation is not a principle, it is a person. Waefeso 2 mstari wa 20 anamuita kuwa jiwe kuu la pembeni. This person is Jesus the cornerstone. Kwa hivyo unapanga maisha yako kuendana na lile jiwe kuu la pembeni. Na haumwagi msingi kila mwaka vile huwa tunafanya ni Januari resolutions, tunamwaga foundation nyingine, kila mwaka foundation nyingine. Hapana. Kwa sababu hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. No one else can lay another foundation other than the one that is already laid, that is Jesus Christ. Amen. Msingi ni Yesu. Sijui msingi wako uko wapi. Labda msingi wako uko kwenye mali yako, biashara yako, familia yako. Lakini ukweli ni kwamba kama msingi wako si Yesu, utaporomoka. Kwa hivyo tunafaa kila mtu ajiulize, je, nimejengwa juu ya mwamba au juu ya mchanga? Amen. Jambo la pili ambalo Paulo anahimiza Wakolosai ni kutiwa nguvu katika imani. Katika ibada ya kwanza tulitumia example 2. Tukauliza kwamba ukienda hospitalini na upate huduma ambayo ni mbaya, unatafuta hospitali nyingine ama unaachana na matibabu? Wewe unafanya nini? Unatafuta hospitali nyingine. Haya, kisha tukauliza wazazi, iwapo ile shule ambayo mtoto wako anasomea unaona kwamba haifai mtoto wako, wewe unafanya nini? Unabadilisha mtoto shule ama unaamua mtoto akue drop out akae na wewe nyumbani? Si unatafuta shule nyingine? Na kwa nini wakati huu, especially now, tumekuwa na mtindo wa kusema ya kwamba
niliacha kanisa, si kuacha Mungu. Watu ambao wamekuwa hawaendi kanisa, hivyo ndio wanasema. Tukumbushane ya kwamba Yesu alisema ya kwamba katika maisha haya utapata shida nyingi. Sio mimi nimesema, acheni kuniangalia hivyo. Ni Yesu. Ni Yesu alisema, in this world you will have many troubles. Lakini kuna jambo hakutuambia, ingawaje tunaiona kwa maisha yake na pia sisi wenyewe tunaona kwa maisha yetu. Katika hizo shida zingine utazipata hapa. Hapa tu. Hapa kanisani, hapa kwenye ushirika. Ama ninyi hamjapata shida hapa? Huku watu ni wazuri sana. Mimi nimekuwa katika hiyo hali. Unasomwa na shida za kanisa hadi unashindwa niache, nisiache. Lakini ukweli ni kwamba wakati ambapo unaondoka kwenye kanisa, wakati ambapo unaondoka kwenye ushirika, hapo pia inakuwa mwanzo wa shida nyingi sana. Manake you will grow cold. Sisi wa Kristo ni kama makaa ya moto. Tunapokuwa pale kwenye moto tunatiana joto, lakini wakati ambapo unaondoa kaa moja, hiyo kaa huwa ina lose its spark, inapoteza joto, alafu inazima kabisa. Si ni kweli? Na hivyo ndivyo hata sisi kama Wakristo maisha yetu yanakuwa wakati ambapo tunaondoka kwenye ushirika. Unasikia hapa, mchungaji amekuwa mgumu, elder amekuwa mgumu, huku sitaweza, unajiondoa. Hivyo you lose your spark. Na huwezi kutiwa nguvu katika imani ukiwa peke yako. Unahitaji joto la waumini wenzako. Watu ambao wanakukumbusha wewe ni nani. Wanakukumbusha ya kwamba tumehesabiwa haki, we are justified by faith, na tuna amani na Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Unahitaji kukumbushwa kuwa huhitaji mpatanishi mwingine, kwa sababu katika Kristo umepata njia kwa imani. You don't need another mediator. You have direct access to Christ. Unahitaji kukumbushwa kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Na wakati shida itakuja, maanake lazima itakuja, unahitaji kukumbushwa kufurahi katika mateso. Amen. Tulisema ya kwamba you have to be thankful in all circumstances. All of them, including the suffering. Sote tutapitia magereza tofauti, aina tofauti. Kuna hasara, kuna ukosefu, kuna magonjwa, kuna kufiwa na wapendwa wetu. Na kama Paulo alivyokuwa pale kwenye Roman custody, Roman prison, utajipata katika kipindi ambacho kinaonekana ni kama umefungwa. Wakati Paulo anaandika barua hii kwa Wakolosai katika sura ya 4, alikuwa katika minyororo, lakini hakuwa peke yake. Na tunaona hivyo katika hiyo sura ya 4. Anawataja watu kadhaa ambao walikuwa kwenye maisha yake wakati huo. Anamtaja Tychicus na Onesimus. Anamtaja Aristarchus ambaye alikuwa mfungwa mwenzake. Huyo Aristarchus alikuwa mfungwa mwenzake. Wakati mwingine Mungu anatuweka katika majaribu ambayo ni the same, ni sawa na wenzetu, ili tuweze kufarijiana, ili tuweze kutiana nguvu. Tunaweza kuwa jambo ambalo ninapitia pia wewe unalipitia, lakini unaweza kuni-encourage katika the same thing that we are going through. I can be able to pour into your life regardless of the fact that tunapitia the same challenge. Paulo pia anamtaja Marko na Justus. Anamtaja pia Epaphras ambaye alikuwa ni mmoja wa Wakolosai. Anamtaja pia Luka na Demas. Tunaona ya kwamba Paulo hakuwa peke yake. Hauwezi ukatiwa nguvu ukiwa peke yako.
Hiyo ndio maana ya kutiwa nguvu, si peke yako bali pamoja, together, tukikumbushana mpaka tumaini lizaliwe upya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We need each other in this journey of salvation. Jambo la tatu na la mwisho ambalo Paulo anawahimiza Wakolosai ni kufurika kwa shukrani, overflowing with thankfulness. Paulo anaanza kwa shukrani. Katika Wakolosai wa kwanza anasema kwa siku zote twamshukuru Mungu kwa sababu tumesikia habari ya imani yenu katika Kristo Yesu na pendo mlilonalo kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mliowekewa mbinguni. Anataja vitu vitatu: imani, tumaini na upendo. Faith, hope and love. Siku ya leo kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kushukuru Mungu kuhusu. Wakati mwingi wakati ambapo unapitia changamoto, huwa unafikiria kwamba hakuna jambo, unasahau kuna mambo mengi ambayo unaweza kumshukuru Mungu kuhusu. Na hata leo tunaweza mshukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu for those three things: faith, love and hope. Leo tunaweza kushukuru Mungu kwa imani ya kweli katika Yesu, steadfast faith in Jesus. Imani ambayo imekomaa, imani ambayo imetufanya tukapata kuzaa upendo kama watu wa Mungu. Tunashukuru pia kwa tumaini la hatima yetu. We thank God for our destiny, hatima ya milele, where Christ will be our ultimate reward. Ya kwamba baada ya maisha haya we have something to look forward to. Imagine maisha yaishi hapa, we have something to look forward to. We have heaven to look forward to. Sijui ama wewe you look forward to heaven. I look forward to heaven. Yeah. Paulo hakuwahi kuenda Kolosai. Hakuwa ameenda kule Kolosai. Hakuwa anawajua hawa watu uso kwa uso. Lakini alimjua Kristo. Na kwa kumjua Kristo aliwapenda watu ambao hakuwahi kuwaona. Isn't that amazing? Ya kwamba just because you know Jesus, you're able to love someone that you don't know. Just because you know Jesus. Na hakuwapenda tu, alikuwa pia na uchungu kwamba uzushi ungeharibu imani yao. Alikuwa concerned about their faith. Manake unapowapenda watu, utakuwa concerned, mudo unaotoradhi matuini nake. Hautafunga macho wakati unaona huyu mtu anapotea. That is not brotherhood. That is not sisterhood. Unapoona ninakosea, unapoona ninapotea njia, you will be quick kuja kuniambia hii njia ambayo unapita utapotea. Kitu pekee kilichomuunganisha Paulo akiwa gerezani kule Roma na kanisa la Kolosai ilikuwa ni Yesu. Na hata sisi siku ya leo kitu ambacho kinatuunganisha ni Yesu. Jesus is the reason you came here. Jesus is the reason I'm standing here. I don't know you. You don't know me. But when we sit down, we have something to talk about. And it is a great story because it is the story of Jesus. Ndio maana tunafurika kwa shukrani. Sio kwa sababu udongo ni laini kila wakati. The soil is not always soft. Sio kwamba ati jengo halitetereki. Yeah? The building is not always stable. Na si kwa sababu hatuwezi kuumizana, bali kwa sababu ya imani na tumaini na pendo. Vitu ambavyo ni vya kweli na vinatushikilia imani ndani ya Kristo. Tumekusanyika sio kwa sababu ya kufahamiana, bali kwa sababu tuna kiunganishi kimoja tu, ambayo ni imani yetu ya pamoja inayotuunganisha na kutufanya kupendana katika Bwana na kuendelea kutumaini ya kwamba tutamuona Yesu. Amen.
we will see Jesus. Amen. Na hivyo siku ya leo ni ombi langu ya kwamba Mungu atatufanya tuwe mbegu safi. Na Mungu pia atapitia udongo wa mioyo yetu au fanye uwe mzuri, ili mbegu yake ishike mizizi. Na pia atatuonyesha kujenga, tunafaa kujenga wapi. Atufundishe kujenga kwa hekima, juu ya msingi usioyumba. Atusaidie kujengwa ndani yake, yeye ambaye ni mwamba wetu na jiwe letu kuu, our rock and our cornerstone. Pia atuokoe na kiburi. Atusaidie tujengane, tuimarishane imani. Atusaidie kushukuru katika hali zote, tukiweka imani letu kwake. Na tunashukuru kwa imani katika Kristo, kwa upendo wa watakatifu na kwa tumaini tulilowekewa mbinguni. Kwa jina la Yesu, amen. Bwana wabariki. Asante sana to our preacher Fiona, tumpigie